Na mtazamaji, tumefika katika eneo la Kibra jijini Nairobi na tumekuja hapa ili kuzungumza na wakazi wa eneo hili kujua wamezipokeaje taarifa za kifo chake mwanasiasa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na hapa tuko na baadhi ya vijana ambao walikuwa kwenye shughuli zao, lakini tu wasikie tu. Anza kwa majina yako, mweleze msikilizaji na mtazamaji wetu unaitwa nani na umezipokeaje taarifa za kifo chake Raila Odinga. Naitwa Emmanuel. Sisi tunasikia tuko na huzuni sana. So hata tunamwombea roho yake ipumzike mahali pema peponi. Utakuwa na lipi la kumkumbuka Raila Odinga? Mimi kwa maisha yangu namkumbuka ya kwamba ametupigania sana. Kitambo hatukuwa na mambo ya county, hatukuwa na mambo kama districts, lakini leo tuko na county. Katika maendeleo tunaonanga hata mabarabara, maujenzi, kila aina mbalimbali. So ni mzee ambaye alikuwa ni mchapakazi. Na nikushukuru sana. Asante sana. Mimi ni Johnson. Kifo ya Raila bana imetushtua sana na shindo itakuwaje. Na huyu mzee ametusaidia sana. Kama sasa ile wakati ya maandamano jendo alikuwa jendo amecheza kile. Hakuna upinzani tena, hakuna ile opposition. Jani ndio iko but sio mkali sana vile ilikuwa time ya baba. But sasa sijui itakuwaje, tutaona tu yani. But sioni kama kuna mtu yani anaweza kuwa tena kama huyo jamaa huyo. Hii ni mojawapo ya ngome za mwenda zake kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, na raia katika eneo hili hawamwangalii tu kama mwanasiasa, wanamtazama kama kiongozi aliyeleta mageuzi na matumaini. Kutoka Kibra, mimi ni Florence Kibuba, RFI Kiswahili.